Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, na leo tunatafakari masomo ya Dominika ya tatu ya Kwaresma. Somo la kwanza ni kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 3 mpaka aya ya 7. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya kwanza mpaka aya ya pili na ile aya ya 5 mpaka aya ya 8. Na injili siku ya leo ni injili ya Yohane sura ya 4 aya ya 5 mpaka aya ya 42. Karibuni basi ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Na nipende kuwaomba na kuwakaribisha nyote kabisa katika chaneli hii, hususan wale ambao bado hamjasubscribe katika chaneli hii. Bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele itakayofuatia, na hapo sasa utafanyika mwanafamilia na mpendwa kabisa wa chaneli hii. Karibuni ndugu zangu wapendwa, tutafakari kwa pamoja. Na somo letu la kwanza, kama jinsi ambavyo nimekwisha kukufahamisha hapo awali, ya kwamba linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 3 mpaka aya ya 7. Tunafahamu ya kwamba ikiwa ni baada ya miaka 430 Wayahudi walitoka utumwani nchini Misri. Walikaa katika utumwa huko Misri kwa kipindi cha miaka 430. Tarehe ya 15 ya mwezi wa Kiyahudi Nisan ya mwaka 1447 kabla ya Kristo, Wayahudi ndipo ambapo waliachiwa huru. Kwa hiyo ilikuwa ni sherehe, ni siku ya uhuru kwa Wayahudi. Safari ya ukombozi ilianzia katika mji wa Ramesses ulioko mkoani Goshen kuelekea jangwani Sinai. Usukani wa safari hii ya ukombozi ulishikwa na Musa pamoja na Haruni, huku Mwenyezi Mungu akiwa ni kiongozi wa safari hii, akitenda miujiza mikubwa mikubwa kama vile kuigawa bahari ya Shamu na kuwa nchi kavu ili watoto wake hawa waweze kuvuka salama. Lakini mchana aliwaongoza kwa wingu na usiku aliwaongoza kwa mwali wa moto, vyote hivi vikiwa katika mithili ya nguzo ili waweze kufika salama. Baada ya kutoka Ramesses, kituo kilichofuata ulikuwa ni mji wa Sukoti, mji wa kale wa Misri ambao ulijulikana kama Jeku, ambao unaopatikana katika bonde la Tumilati kusini mwa Ramesses. Mji huu wa Ramesses unajulikana kama jina jingine la Avalis. Walielekea katika mji huu ili kukutana na Waebrania wenzao waliokuwa wakikaa katika mji wa Pithom, wakajumuika na kuwa kundi moja ambalo lilianza safari sasa kuelekea katika nchi ya ahadi. Mwenyezi Mungu anawazungusha njia ndefu waweze kuvuka bahari ya Shamu, na wanafika katika eneo linalojulikana kama Etham, na wanaweka kambi vile katika mji unaojulikana kama Pi Hahiroti, mkabala kabisa na bahari ya Shamu. Baada ya kuwa wamevuka katika bahari hiyo ya Shamu, wanaingia moja kwa moja jangwani katika jangwa linalojulikana kama Shuri. Wanatembea mwendo wa siku 3, wanafika sehemu inayojulikana kama Mara, na sehemu hii inajulikana Mara ikiwa na tafsiri ya neno la Kiebrania ya uchungu. Baada ya mji katika sehemu hii kukutana na maji yenye uchungu, na wanaondoka Mara, wanafika katika eneo linalojulikana kama Elimu. Eneo hili lina chemichemi 12, na tarehe ya 15 ya mwezi wa Kiebrania Riali au Zivu, ambao ni sawa na mwezi Aprili au mwezi Mei katika kalenda ya kawaida, Wayahudi wanafika katika jangwa la pili linalojulikana kama Sini. Jangwa hili ni mkabala wa eneo la Elimu pamoja na jangwa la Sinai. Jangwani Sini ni miongoni mwa majangwa 6 ambayo Wayahudi walipaswa kupita ili kuelekea katika nchi ya ahadi. Na majangwa hilo, jangwa la kwanza ambalo lilotoka ni jangwa la Shuri, jangwa la pili ni Ethani, jangwa la 3 ni Siri, jangwa la 4 ni Sinai, jangwa la 5 ni Parani, na jangwa la 6 lilikuwa ni jangwa linalojulikana kama Zini. Wanafika Sini ikiwa ni siku ya 30 baada ya kuwa wametoka Misri katika kitongoji cha Ramesses mkoani Goshen. Ni siku ya 30 baada ya Wayahudi kuondoka jangwani Sini, wanashika njia kuelekea jangwani Sinai, na wanapumzika katika eneo linalojulikana kama Refidim, kituo cha mapumziko hiki. Na katika Refidim hii hapa matukio 3 makubwa yanasimuliwa. Tukio la kwanza ni Mwenyezi Mungu kuwapatia wana wa Israeli maji kutoka mwambani. Tukio la pili ni vita ya kwanza kabisa katika historia ya Wayahudi ambayo walipigana na Waameleki. Katika historia ya vita vyote ambavyo Wayahudi wamepigana hapa duniani na ambavyo bado wanaendelea kupigana wakiwa hapa duniani, vita vya kwanza katika historia yao walipigana na Waameleki.
Katika somo la kwanza, ndugu zangu wapendwa, somo hili linatufakarisha juu ya tukio la kwanza wakiwa katika eneo hili la Refidimu, na tukio hilo ni Mwenyezi Mungu kuwapa maji kutoka mwambani. Lakini tunafahamu ya kwamba Waswahili wanasema siku zote shukurani ya punda ni mateke. Ndivyo ilivyokuwa shukurani ya Wayahudi kwa Mwenyezi Mungu wakiwa katika eneo hili la Refidimu. Kama ilivyo shukurani ya punda ni mateke, basi shukurani ya mwanadamu kwa Mungu huwa ni manunguniko siku zote. Mwenyezi Mungu amewakomboa Wayahudi hawa kutoka katika nchi ya mateso utumwani Misri, na sasa anawapeleka katika nchi ya maziwa na asali, nchi ya raha na starehe, na wao hawahesabu hayo yote. Wanaamua kumlipa Mwenyezi Mungu shukurani kwa yale mema yote aliyowatendea kwa manunguniko. Watu hawa, kama jinsi ambavyo ilivyo shukurani ya punda ni mateke, watu hawa wanamnungunikia Mwenyezi Mungu kama shukurani kwa Mungu, manunguniko. Na katika historia yao mpaka hapa wanafika katika mji, katika sehemu hii ya Refidimu, Wayahudi wamekwisha kumnungunikia Mwenyezi Mungu mara tatu. Mara ya kwanza walimnungunikia ya kwamba wana maji, kitabu cha Kutoka sura ya 15 aya 23. Lakini vile vile walimnungunikia Mwenyezi Mungu ya kwamba hawana chakula, kitabu hicho cha Kutoka sura ya 16 aya ya 2. Lakini walimnungunikia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hatari ya vita, sura ya 14 kitabu cha Kutoka aya ya 1. Hapa vile vile sasa wanaendelea na tabia hiyo hiyo ya manunguniko, shukurani hiyo hiyo ya mateke kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kukosa maji. Mwenyezi Mungu basi anasikia manunguniko yao, anasikitika, lakini kwa sababu ya upendo anaamua kumwagiza Musa achukue wazee pamoja na fimbo, aupige mwamba huko Horebu, na mwamba huo utatoa maji ili waweze kuburudisha ulimi wao. Musa anatii, anafanya hivyo kama ambavyo alivyoagizwa na Mwenyezi Mungu, na wao wanapata maji. Musa anaamua kuliita eneo hili Masa, neno hili likiwa lina tafsiri kutoka katika neno la Kiebrania Masa, lenye tafsiri ya Kiswahili kama jaribu, kwa sababu watu hao wamemjaribu Mwenyezi Mungu kwa kumnungunikia. Lakini vile vile eneo hili Musa analiita kama Meriba, likiwa na tafsiri ya manunguniko, kwa sababu watu hawa si tu kwamba wamjaribu Mwenyezi Mungu, lakini vile vile watu hao wamemnungunikia Mungu, wamemlipa Mwenyezi Mungu mateke kama sehemu ya shukrani yao. Musa anaamua kuliita eneo hili Masa pamoja na Meriba. Kwa sababu ya ukosefu wa maji, Wayahudi walikata tamaa kabisa, na wengine hata wakadiriki kumkufuru Mwenyezi Mungu. Wanamwambia Musa, je, Bwana wako wewe si Bwana wetu sisi? Ni kufuru ya aina ya juu kabisa. Hawahesabu ule wema wa Mungu kuwatoa katika nchi ya Misri. Katika mapigo yale yote 10 Mwenyezi Mungu ameonyesha wema wake na ukubwa wake, amewatoa kule. Lakini hapa wanamwambia kwa sababu ya kukosa maji tu, wanamwambia Musa, je, Bwana wako wewe sio Bwana wetu sisi? Ametuleta katika eneo hili ili aweze kutuua au sivyo? Maneno ya kufuru kabisa ambayo watu hao wanamtolea Mwenyezi Mungu, wanamtolea Musa, ambayo yakiwa yamemlenga Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo ulivyo ulimwengu wa leo. Licha ya kwamba Mungu anawajalia walimwengu mema mengi bure, amekujalia afya bure, amekujalia pumzi bure, amekujalia uhai bure, anakufanikisha katika shughuli zako bure, umlipi Mwenyezi Mungu hata senti 5. Lakini sisi ndo tumekuwa ni watu wa kumlipa Mwenyezi Mungu kwa mateke. Ni nafuu hata hawa Waisraeli ambao walinung'unika tu kwa Mungu, lakini sisi tunamlipa Mwenyezi Mungu maovu zaidi. Mungu amekupa miguu, lakini unatumia miguu hiyo kwa dhambi. Amekupa mikono, unatumia mikono hiyo kwa dhambi. Mungu amekupa akili, unatumia akili yako kwa dhambi. Akili hiyo hiyo ambayo amekupa Mwenyezi Mungu bure, ambayo hulipii hata senti 5, ndio ambayo unayotumia katika kupanga maovu, ndio ambayo akili hiyo hiyo unayotumia katika kufarakanisha watu, ndio akili hiyo hiyo ambayo unayotumia katika kuvunja ndoa za watu, ndio akili hiyo hiyo ambayo unayotumia katika kuvunja malengo ya watu, ndio akili hiyo hiyo ambayo unayotumia katika kukandamiza watu, akili hiyo hiyo unayotumia katika kupanga uovu, akili hiyo. Kwa hiyo ni mateke, shukurani ya mateke ndio walimwengu ambao wanampa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekujalia kinywa, amekiumba katika ukamilifu wake, una ulemavu wowote, lakini ndio kinywa hicho hicho unachokitumia katika kutukana, kinywa hicho hicho unachokitumia katika kusema uongo, kinywa hicho hicho unachokitumia katika kuchonganisha, kinywa hicho hicho unatumia katika kuleta uchochezi, kinywa hicho hicho unatumia katika kuua, unaharibu sifa mbaya za watu. Kwa hiyo unamlipa Mwenyezi Mungu maovu, mabaya, laana katika ile mema ambayo amekutendea.
shukrani ya punda ni mateke. Katika somo la pili ambalo linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, hapa Mtume Paulo anatueleza ya kwamba yote haya tunayomtendea Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu daima amebakia kuwa mwema na mwenye upendo mkubwa sana kwetu. Mwenyezi Mungu ametukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi kwa njia ya mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo, wala hata kuzihesabu hizo kufuru zenu. Mwenyezi Mungu aliamua kumleta Kristo mwanaye ili aweze kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Hakuhesabu mabaya yetu, hakuhesabu shukrani zetu za punda mateke tunayompatia, hakuhesabu kufuru zetu tunazomtendea, lakini Mwenyezi Mungu amekuwa mwema. Ni kwa sababu ya upendo wake ameamua kumtoa mwanaye wa pekee kabisa, Bwana wetu Yesu Kristo, ili atukomboe. Lakini vile vile tena akaamua kumleta mpaka na Roho Mtakatifu ili aweze kututakatifuza wanadamu, tutoke katika kufuru hizo ambazo tumekuwa tukimtendea Mwenyezi Mungu. Anatujalia mema mengi bure, lakini tunamlipa Mwenyezi Mungu kwa kufuru. Lakini Mungu hayo yote hayahesabu kwa wema wake. Wema wa Mungu, upendo wa Mungu unashinda yote hayo. Anachokitaka Mwenyezi Mungu ni sisi ya kwamba tutimize ile adhima ambayo Mwenyezi Mungu ametuleta sisi duniani hapa. Mwenyezi Mungu amewekeza kwetu. Wema wote huo ambao anatupatia ni uwekezaji wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Pumzi ya bure ambayo Mwenyezi Mungu anatupa ni uwekezaji kwetu. Akili na utashi ni uwekezaji wa Mungu kwetu. Wema wote Mwenyezi Mungu anaotutendea anawekeza kwetu. Basi uwekezaji wa Mwenyezi Mungu umletee faida ambayo Mwenyezi Mungu anakusudia, na faida ambayo Mwenyezi Mungu amekusudia katika uwekezaji wetu kwetu ni kumpenda. Kwanza ni kumjua, kumpenda na kumtumikia pekee. Huo ndio uwekezaji ambao Mwenyezi Mungu ameufanya katika maisha yetu, lakini sio tumlipe Mwenyezi Mungu mabaya. Hiyo ni kufuru kwa Mungu, wala haimpendezi Mwenyezi Mungu. Maana amemleta mwanawe wa Kristo, mwanawe wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, atukomboe ili ule uwekezaji wa Mwenyezi Mungu aliokusudia kwetu uweze kutimia. Lakini vile vile amemleta Roho Mtakatifu ili atutakatifuze sisi walimwengu tuwe watakatifu, ili uwekezaji ule wa kumjua Mwenyezi Mungu, kumpenda, kumtumikia uweze kutimia, ambapo sisi sote tutafika katika ufalme wa mbinguni, katika makao ya Mwenyezi Mungu huko kwake mbinguni. Ndio somo la pili linachotueleza, na ndio maneno ya Mtume Paulo katika barua yake hii kwa Warumi sura ya 5 aya ya 1 mpaka ya 2 na ile aya ya 5 mpaka ya 8. Na katika somo la Injili, ndugu zangu wapendwa, ambayo inatoka katika Injili ya Yohana sura ya 4 aya ya 5 mpaka aya ya 42. Injili hii inasimulia habari za Yesu na mwanamke Msamaria. Sasa tunaweza tukajiuliza, je, asili ya Wasamaria ni ipi? Na mahusiano kati ya Wayahudi na Wasamaria ni yapi? Wayahudi na Wasamaria ni mahasimu, walikuwa mahasimu. Wayahudi waliwachukulia Wasamaria kama ni watu wachafu, wachafu katika tafsiri ya kidini na ni wachafu katika tafsiri ya kimaadili. Wayahudi na Wasamaria hawakuchangamana kabisa, ni mahasimu wa jadi hawa. Asili ya Wasamaria ni hii. Wasamaria ni matokeo ya mchanganyiko kati ya Wayahudi na wapagani. Hivyo basi Wasamaria ni machotara katika lugha nyingine. Baada ya Wayahudi kuwa wamechukuliwa utumwani Ashuru mwaka wa 722 kabla ya Kristo, mfalme wa Ashuru aliwaleta wapagani wageni kutoka katika miji ya Babeli, miji ya Kuta, miji ya Ava, miji ya Hamati na miji ya Sefarvaim, ili wakae katika eneo hilo ambalo linalojulikana la Samaria, wakae katika mkoa huo wa Samaria ambao ulikuwa umeachwa pweke na Wayahudi waliochukuliwa kupeleka utumwani. Na mfalme huyu aliamua kuwaleta wageni hawa, wapagani hawa katika mkoa huo wa Samaria, ili mkoa huo usiwe jangwa au pweke kwa sababu ya kutokukaliwa na watu. Wageni hawa baada ya kuwa wamefikishwa katika eneo hili sasa la Samaria, ufalme huo wa kaskazini, walichangamana na Wayahudi wachache kabisa waliobaki, na wengi wao wakiwa ni wanawake. Wakawa wamezaliana na Wayahudi hao, wanawake hao wa Kiyahudi wachache waliobaki. Kwa hiyo mchanganyiko sasa kati ya Wayahudi hao waliobaki wachache, akina mama, pamoja na wageni hawa wa kipagani walioletwa katika eneo hili la Samaria, baada ya kuwa wamechanganyikana na kuzaliana, ikazaliwa kizazi ambacho
kina mchanganyiko nusu ya Uyahudi na nusu ya upagani. Kwa hiyo kikawa kina maadili nusu ya Kiyahudi, kikachukua na nusu ya dini ya Kiyahudi, kikachanganya na maadili nusu ya kipagani na dini ya kipagani. Ndicho ambacho kikaitwa kizazi cha Wasamaria au machotara hawa, kama ambavyo tunavyoelezwa katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 17 aya ya 24 mpaka ile aya ya 25. Kwa hiyo hawa Wasamaria ni machotara wa Kiyahudi na wa kipagani. Sasa Wayahudi walivyorudi wakawakuta hawa wa machotara wameshazaliana pamoja na hao wapagani, wakawatenga, wakasema sisi hawa sio wenzetu, japokuwa Wasamaria wao hao wakadai ya kwamba na wao ni watoto wa Ibrahimu kwa sababu mama zao ni Waibrania, na mama zao hao kutoka mama zao hawa ndio wamefuata ule mlolongo mpaka wao wanataka ile haki ya kwamba wawe wahesabiki kama watoto wa Ibrania wa Ibrahimu, ambapo sasa Wayahudi hawa wakakataa hilo. Yesu sasa anakutana na mwanamke Msamaria katika kisima cha Yakobo. Kisima hicho cha Yakobo kinapatikana katika mji wa Shekemu, ikiwa ni maili chache tu, maili 30 kutoka katika mji wa Yerusalemu. Na kisima hiki cha Yakobo kiko katika kitongoji kinachojulikana kama Nablus katika kijiji cha Balata. Kisima hiki kipo mpaka leo hii, kikiwa na urefu wa futi 130 na maji yake ni masafi yasiyokuwa na chumvi, meupe na ni mazuri kabisa kwa kuyatumia. Yesu anakutana na mwanamke huyo Msamaria, hasimu wake, lakini Yesu hampokei kama hasimu, anampokea kama mtoto wa Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile tufahamu ya kwamba katika nyakati za kale hakukuwa kuna vyombo vya mawasiliano, havikuwepo. Hakukuwa kuna magazeti, hakukuwa kuna simu, hakukuwa kuna televisheni, hakukuwa kuna mitandao hii ambayo iliyopo sasa. Kwa hiyo namna ya watu kukutana na kupeana taarifa na kupashana habari ni tofauti kabisa na namna ya sasa. Sasa watu wanapashana habari kwa njia ya vyombo vya mawasiliano. Mnapigiana simu, mnapashana habari, kuna mitandao ya kijamii, watu wanapashana habari huko na nini, wanapanuana uelewa. Kuna magazeti, watu wanapata habari za kila siku, tena na habari hizo ambazo zinaitwa habari motomoto. Kuna televisheni vile vile. Kwa hiyo kuna vyombo na vyanzo vingi sana vya habari katika ulimwengu wa leo, tofauti na jinsi ambavyo ilivyokuwa nyakati hizo. Nyakati hizo chombo pekee cha habari, kupashana habari, ni pale ambapo mnapoonana ana kwa ana. Sasa eneo la kisimani ndilo eneo ambalo lilikuwa likiwakutanisha watu wengi zaidi. Walikuwepo wachungaji waliokuwa wakija kunywesha mifugo yao eneo la kisimani hili. Kwa hiyo vile vile akina mama walikuja kuchota maji kisimani, lakini vile vile watu walikuja kunywa maji kisimani. Kwa hiyo ilikuwa ni eneo ambalo kwa siku linawakutanisha makundi ya watu tofauti tofauti, na wanapokutana kama ambavyo ilivyo desturi ya wanadamu, mwanadamu ni kiumbe cha kijamii. Kwa hiyo katika eneo hilo la kisimani, basi wanapashana habari, wanasalimiana, wanapeana salamu, wanabadilishana mawazo ya hapa na pale, wanabadilishana uzoefu, wanabadilishana maarifa, wanapashana habari hizo motomoto. Na Yesu kisimani hapa anakutana na mwanamke huyu wa Msamaria, anapashana naye habari motomoto za ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu akiwa kisimani anakutana na mwanamke Msamaria, lakini Yesu hamchukulii huyu Msamaria kama hasimu, hapana. Anamchukulia kama mtoto wa Mwenyezi Mungu na anaongea naye kwa uzuri kabisa, si kama ambavyo Myahudi angeongea na Msamaria mwingine. Yesu anaongea naye kwa uzuri, kwa lugha nzuri, lugha ya upendo, lugha yenye staha na lugha ya kirafiki zaidi. Na mwanamke huyu Msamaria anaongea na Yesu vile vile katika lugha hiyo hiyo ya kirafiki. Yesu anamsaidia mwanamke huyu Msamaria kutambua hatua kwa hatua. Jambo la kwanza, anamsaidia kutambua ya kwamba dhambi zake alizonazo mwanamke huyu, ya kwamba ni mzinzi, asiyefaa, mwasherati na yote hayo. Na mwanamke huyu anatambua hilo na anakiri hilo. Lakini vile vile
Yesu anamsambua mwanamke huyu, anamsaidia mwanamke huyu kutambua ya kwamba huyu ambaye amekutana naye kisimani hapa, huyu ambaye amemuomba maji, na huyu ambaye amemwambia kwamba yeye angejua ni nani angempa maji ya uzima. Mwanamke huyu kwa hatua hizo na mlolongo huu ambao anapitishwa katika majadiliano hayo na Yesu, anatambua ya kwamba huyu ndiye Masia, mwana wa Mungu, na kutoka kwake tunapata maji ya uzima. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, jambo la msingi ambalo ningetaka tutafakari katika Dominika ya leo ni maji ya uzima. Tunafahamu ya kwamba robo tatu ya ulimwengu, sehemu ya ulimwengu, robo tatu hiyo imekaliwa na maji, lakini vile vile robo tatu ya mwili wa mwanadamu ni maji. Maji yamechukua sehemu kubwa sana ya mwili wa mwanadamu, lakini vile vile maji yamechukua sehemu kubwa sana ya ulimwengu huu ambao mwanadamu anaishi. Sasa maji ni nini? Maji kwa lugha nyepesi tunasema maji ni uhai. Ulimwengu huu ukikosa maji, maisha katika ulimwengu huu hayawezekani kwa 100%. Hali kadhalika mwili wa mwanadamu ukikosa maji, maisha ya mwanadamu hayawezekani kwa 100%. Kwa hiyo maji ni uhai. Maji ndio ambayo yanayofanya mwili wa mwanadamu uweze kufanya kazi kwa uzuri, uweledi na usawa kabisa kwa 100%. Bila maji hakuna uhai, bila maji hakuna maisha. Sasa Yesu anasema na anatufafanulia na kutufunulia ya kwamba yeye ni maji, tena sio maji tu, ni maji ya uzima. Kama jinsi ambavyo ulimwengu bila maji maisha hayawezekani, na mwanadamu bila maji hawezi kuishi. Sasa je, Yesu huyu ambaye ni maji ya uzima, yeye huyu ndo anayeleta maisha ulimwenguni, ndo anayeleta maisha kwa mwanadamu mmoja mmoja. Bila Yesu huyu maisha hayawezekani. Yeye ni maji ya uzima. Yesu huyu analeta maji haya, ambaye ni maji haya ya uzima, analeta uzima huu katika roho ya mwanadamu. Mwanadamu aliye na maji haya ya uzima, ambaye ndio Yesu, ana uzima ambao ni tofauti kabisa na mwanadamu mwingine ambaye hana Yesu moyoni mwake. Namna ya kufikiria yenye uzima kwa mwanadamu huyu mwenye uzima, namna ya kutenda yenye uzima kwa mwanadamu huyu mwenye uzima, namna ya kuishi yenye uzima kwa mwanadamu huyu mwenye uzima, namna ya kuhusiana na wengine yenye uzima kwa mwanadamu huyu mwenye uzima ni tofauti kabisa na namna ya kufikiri, namna ya kutenda, namna ya kuishi, namna ya kuhusiana na wengine kwa mwanadamu asiyekuwa na uzima. Hivyo basi, mtu ambaye anaongozwa na Yesu, mtu mwenye hofu ya Mungu, mtu anayemjua na kumpenda na kumtumikia Mungu, mtu ambaye maisha yake kwa 100% yamejikita kwa Yesu, mtu huyu ana uzima nafsini mwake. Licha tu ya kuwa na uzima nafsini mwake, lakini mtu huyu ataupata vile vile na uzima wa maisha katika ulimwengu hujao. Ni tofauti na mtu ambaye hamtambui Yesu, haishi akiongozwa na hofu ya Mungu, mtu asiyekuwa na mahusiano na Yesu. Mtu huyu ana uzima, mtu huyu amekwisha kufa hata kama anatembea, na hawezi kupata uzima. Maisha yako sasa siku zote yawe ni maisha ya kutafuta uzima. Ishi katika uzima, na uzima huu ukuongoze kufikia uzima wa milele. Yesu ni maji yenye uzima. Kama jinsi ambavyo mwili unahitaji maji, ndivyo ambavyo roho zetu zinahitaji maji ya uzima. Na maji haya ya uzima yanatoka kwa Yesu mwenye uzima, aliyekuja kutuletea uzima, anayetuongoza tuishi maisha ya uzima ili tuweze kufikia uzima ulio katika uzima wa milele. Katika tafakari yetu ya leo, ni mimi Padri Kefa wa Jimbo Katoliki la Geita. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.